mtazamaji usisahau kwamba wageni wangu upande wa kulia ni Alex Odongo. Alex Odongo ni mhariri hapa West Media, hasa zaidi upande wa West TV. Upande wangu wa kushoto basi anaitwa John Wanyama. John Wanyama ni mchambuzi wa masuala ya siasa, akiwa basi amehusika katika vikao mbalimbali na leo amepata fursa ya kuwa nasi hapa katika West TV, bila shaka kipindi cha West TV Staff Time. Alex, tuanze na muda uliotumika kuweza kupata matokeo ya shughuli nzima ya sensa. Unahisi kwamba taasisi ile inayosimamia bila shaka takwimu zile inafaa kupongezwa kutokana na kwamba imechukua muda mchache kuweza kupata matokeo? Let's begin from that point. Kwa kweli inafaa kupongezwa, wamefanya kazi nzuri, maana zoezi hilo la sensa ilifanyika mwezi wa Agosti mwaka huu, na baada ya takriban nadhani miezi miwili tumeweza kupata matokeo. Kwa hivyo lazima tuwape kongole, ingawaje pia wamefanya tu kazi ambayo waliajiriwa na wanalipwa kufanya. Kwa hivyo hatustahili pia kuwapongeza sana, maana wanafanya kazi yao, and that's how they are supposed to do. Labda nimekujibu, nimesema kama uliridhika na jinsi shughuli nzima ya sensa iliweza kufanywa. Najua sikupata muda wakati huo kuzungumza nawe baada ya shughuli hiyo. Were you satisfied with the whole process? I think these guys tried, despite the fact that tulikuwa na challenges one or two there. There is no any process that can be 100% accurate. Wamejaribu, and for the first time zile miaka za awali wamekuwa collect ile data kwa ile njia in an analog way, but this time it was in a digital way. They have tried, wametupatia matokeo within the shortest period of time possible. Tungelipenda tu kitu cha kusema ni kwamba they have tried. Next time wafanye kazi kwa njia at least better than what they have done right now. Alex, matokeo yalitangazwa. Hisia zako kuhusiana na matokeo hayo? Kwanza ningependa kusema matokeo hayo kawaida, kama alivyosema mwenzangu, matokeo kama hayo huwezi pata ile 100% accuracy. Lazima kutakuwa na error of margin. Kuna wale ambao wanadai kwamba hawakuhesabiwa. Kuna sehemu zingine nchini, baadhi ya maeneo bunge county wanasema kwamba ile idadi ya watu ambayo walitoa sio ile ambayo walikuwa wanatarajia, na tumeona malalamishi tu mengi, hata sehemu zingine wakitishia kwamba huenda wakaelekea mahakamani kama zoezi hilo halitarudiwa katika maeneo yao. Lakini jambo kubwa sana ambalo ningesema kuhusu matokeo hayo ni kwamba haya matokeo yalikuwa scientific. The whole exercise was conducted scientifically, na tunaelewa matokeo hayo yote hayawezi kuwa 100% accurate. Kwa hivyo Wakenya wanafaa waelewe hiyo fact, na kama kuna wale ambao wana issues kama ambao tumeona baadhi ya sehemu nchini kama Tharaka Nithi, Kakamega, kule Nyamira, basi they should just follow the right processes kuona kama malalamishi yao yatakuwa addressed. Lakini mimi najua population census huwa inafanywa kuwezesha serikali kujua idadi ya watu kila sehemu, ili wanapo distribute national resources wajue vile mgao huo unaweza kupelekwa katika kila maeneo, na hata pia kisiasa katika maeneo bunge wajue zile sehemu ambazo labda idadi ya watu imeongezeka, kama kunahitajika kuongezwa labda maeneo bunge, na sehemu zile ambazo labda watu wamepungua sana inabidi baadhi ya maeneo bunge yafutiliwe mbali. I think those are the two main reasons for population census. Bwana Wanyama, najua matokeo haya yametoka, na nitakuuliza swali hilo ambalo nilimuuliza. Umeridhika na matokeo hayo ama unahisi kwamba pana maswali zaidi ya majibu? Kwangu mimi nimeanza kwa kusema kwamba there is no process on earth that is accurate. Watu wanakuwa na ile margin error kiasi of minimal percentage. So matokeo haya ni halali, na iwapo sio halali yanakaribia kuwa halali. That particular error margin yenyewe iko hiyo kidogo haiwezi fanya tukaanal matokeo yote. Jambo tu ambalo ningelipenda kusema ni kwamba nimeona viongozi wengi, hasa akiwemo governor wetu hapa Bwana Wangamati, governor wa Tharaka Nithi, na wengine wakijitokeza na kusema kwamba they don't believe in this result. What I want to tell them is this. I can take for instance the former Western Province. Former Western Province utapata kwamba walikuwa wamesema kwa mfano county ya Bungoma
that 10 years ago we were at 1.6. Right now we have grown with only 40,000. Swala ni hili. 10 years ago tulikuwa na kiwanda cha Webuye Pan Paper. Watu wengi walikuwa wameajiriwa na walikuwa wanafanya kazi pale Pan Paper na walikuwa wakazi wa kaunti ya Bungoma. Na familia zao na kila. As we are speaking, Pan Paper iliweza kusambaratika. People lost jobs, and when they lose these jobs, what happens? Wanatafuta mahali kwingine ambapo hizo kazi zitapatikana. Je, hizi kazi zinapatikana wapi? Hazipatikani Kakamega. Kwa sababu Kakamega Mumias Sugar Company, as we are speaking, it has gone down. Watu hawa wataendelea kukaa pale Mumias kwa kusema kwamba wacha tuendelee kukaa hapa, maisha ni magumu. They have to look for other new jobs. And when they look for these jobs, where do they go? The first place they go on earth, they go to Nairobi. Wakifika Nairobi, watakuwa wakazi wa Nairobi. Na iwapo si wakazi wa Nairobi, the nearest county which is still just like Nairobi County, it is Kiambu. Wanaenda kukaa kule Kiambu. So as a reasonable number of our people, kwa mfano mimi natoka katika familia, niko na zaidi ya mandugu karibu 6-7 hivi. Wakati census ilikuwa inafanyika, they were in Nairobi. So a half of my family, it is in Nairobi. What are they doing in Nairobi? Wanatafuta jinsi wanavyoweza to make ends meet. So for us to start saying that matokeo haya sio ya ukweli, sisi tunayakataa, I think we are losing meaning. We are losing direction. The best things for the likes of Akina Wangamati to do, to tell the people of Bungoma, we have learned something. That kwa sababu ile maneno ya industrial park yenye tulisema tutaweka hapa hatujaiweka, still our boys they have gone to Nairobi. They have gone to Kiambu. They are in Mombasa. Now the best thing for us to do, can we speed up the issue of industrial park? Can we speed up the issue of revival of Mumias Sugar Company so that our boys can come back? Come the year 2027, wakati tutakuwa tena tunakuwa na hii census, vijana wetu watakuwa nyumbani na watahesabiwa na utakuja kuelewa kwamba we could have even grown by 1 million. 2029 2029. Kivyo vyote vile inawezekana process kama hii ikawa na mwingilio wa kisiasa kivyo vyote vile on earth. Wacha nitumie neno lake on earth. Is it possible? Kwa kweli wale wengi ambao wanapinga matokeo haya ya census, kama umekuwa ukifuatilia vizuri, ni wanasiasa. Na ni kwa nini wanasiasa wanapinga? Kuna baadhi ya wanasiasa wameona kwamba matokeo haya baada ya kutoka huenda wakapoteza maeneo bunge mengine. Kama hapa eneo la magharibi tayari kule Vihiga na kule Budalangi kuna hatari kwamba wanasema kwamba hayo maeneo bunge yako meet ile threshold ya idadi ambayo inatakikana kuforma constituency. Kwa hivyo wengi wanapigania kuprotect their political zones, their political boundaries, hawataki ziwe interfered. Maana baada ya census, the next exercise that is coming is a boundary review. Hiyo ndio inaenda kufuatilia sasa. That is around maybe next year, mid next year, about there. So wengi wanajaribu kufanya hivyo kuprotect. Kumbuka census ambayo ilifanywa mwaka wa 2009, kuna baadhi ya maeneo bunge zaidi ya 15 ambayo ilikuwa yafutiliwe mbali. Lakini wakasema kwamba watawapatia muda another 10 years. Kama watakuwa wamepata numbers basi watasurvive, na kama bado watakuwa hajapata hizo numbers ambazo zinahitajika basi zitafutiliwa mbali. Kwa hivyo kuna ile grace period ambayo alipewa. Jambo la pili ni issue ya resources. Hao wanasiasa wengi ambao wanazungumza wakipinga hii masuala ya census, wengi walikuwa wanatarajia kwamba idadi yenu ikiwa kubwa pia mtapata resources nyingi kutoka katika national government, na idadi yenu inapokuwa iko chini pia resources inapungua. Kwa hivyo hapa we are only talking about two things. They are fighting for national resources na mambo ya siasa pia. Nakumbuka pia hata numbers za 2022 hiyo elections, wengi wanaangalia hizi numbers zitatumika kudetermine especially kiti cha juu presidential candidate. Kumbuka Tharaka Nithi kuna wakati walikuwa wanaita stronghold, na wengi staajabu sana baada ya matokeo yao, nasema itakuaje Tharaka Nithi ambayo ndio kila wakati walikuwa wanaita stronghold na idadi chache sana ya watu hivyo. Hiyo hao watu wote ambao tulikuwa tunaambiwa kila wakati walienda wapi? Kwa hivyo kuna masuala mingi sana ya siasa na mambo ya rasilimali. Bwana Wanyama, swali langu amelichukua from mbele kidogo, nirejeshe nyuma. Swali hilo
matokeo haya idadi hizi ambazo tumeweza kupewa na bila shaka bodi husika, kivyovyote vile kunaweza kuwa kuna mkono wa siasa katika uamuzi wa idadi ya watu, kivyovyote vile, is it possible? Kulingana na mimi nimesema kwamba for the first time data was collected in a digital manner. Watu hawa walikuja na vitu kama tarakilishi, wangekuuliza, you could see them keying in. So according to me, sioni kama kuna muingilio wowote wa kisiasa. But jambo ambalo ningelipenda tu kusema ni kwamba our politicians, you know, they always have a reason to say we have not delivered because of A, B, C, D. Like mwingine atakwambia mimi ni gavana, kuna yale maneno aliongea wakati alikuwa anatupatia ile manifesto, nitafanya A, B, C, D. Na wakati anapopewa kile kiti atakwambia I have not been in a position to deliver because hatukuwa na enough resources. So some of them, they just want to gain some sort of political supremacy, political mileage, wajulikane katika hii nchi ya Kenya kwa kusema kwamba mimi nilijitokeza nikapinga. But the truth is, the problems facing the common man on the ground, it is not about the issue of sisi hata Bungoma tuko wangapi. Ni shida ya miundo misingi, kule Tharaka Nithi ni shida ya miundo misingi, there is an issue of unemployment. These leaders who are making noise, this is what the problem is. Wanafikiria tumbo zao. Kwa sababu when they go and have a meeting with Raila Odinga, they will say, mimi mahali ninapotoka Raila Odinga, you have seen, we are 8 million. They go to Ruto and tell Ruto, we are 7 million. So kwa sababu tuko 7 million bwana, can we sit down and talk? And at the end of the day, mifuko zao ndio zinafanya nini? Zinaendelea kunona. When the common man on the ground is crying, the best thing that these people should be talking, the governor of Tharaka Nithi, the governor of Bungoma County, the governor of Kakamega, and all other people who are disputing this issue, wangekuwa wanajiuliza, where did the rain start beating us? That in terms of population, our boys are migrating, our girls are migrating. Even the elderly people in the society, they are migrating, wanaenda Nairobi. Let us sit down and look for an avenue of how we can create more jobs. Watu hawa waje nyumbani ili waweze kuhesabika wakiwa nyumbani. Alex Odongo, kuna swala ambalo lilizungumzia, and maybe I'll go back to it later. Lakini how on earth is it possible kwamba idadi ya watu 10 years later imepunguka? Talk for example kuhusiana na Mandera kwa mfano. Najua kuna swala la opportunities where and so on, and in this country I guess if there are counties with opportunities, there are not more than 5. Labda unless I'm wrong, we'll talk of Nairobi, we'll talk of Kiambu, maybe the cities around, and maybe mbili tatu ambazo zimeweza kuwekeza wakati wa ugatuzi. How do you explain that? Kwamba county fulani imekuwa na watu fulani 10 years later, not 1 year, 10 years later idadi hiyo imeshuka. Kama tunazungumzia, tukichukua mfano wa Mandera, nakumbuka katika sensa ya mwisho ambayo ilifanywa mwaka kabla ya hii ile ya mwaka wa 2009. Kumbuka hayo matokeo hayakuwa released. Nakumbuka wakati huo gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya ndiye alikuwa waziri wa planning, ndiye alikuwa anasimamia shughuli hiyo, lakini haku release matokeo hayo. Baadhi ya sababu ilikuwa Mandera idadi yao ilionekana ni kubwa sana, na inaonekana ni kwamba matokeo hayo yalichakachuliwa, na ndio maana wakasema hapana, hapa kuna question marks with these numbers. Kwa hivyo mimi sidhani kwamba wale katika eneo bunge katika kaunti ya Mandera ambao wanalalamika wakisema kwamba itakuwaje walikuwa wengi na chini ya miaka 10 wamepungua katika kiwango hicho, inamaanisha kwamba basi ni kweli zile sensa za 2009 kulikuwa na tatizo, labda there was a problem, na hii sensa ambayo imetoka 2019 imeweza kucorrect hiyo problem na kutoa the accurate figure ambayo imerepresent Mandera County. Mimi hivyo ndio naweza argue, na nakubaliana sana na mwenzangu akisema kwamba watu wana migrate, there is migration, watu wana migrate kutafuta employment, kuna watu pia wanafariki na masuala kama. Kwa hivyo hawa wanasiasa
ambao wanapinga matokeo haya watoe reasons, watoe justification, wasiseme tu kwamba ati mbona tumepungua chini ya miaka 10 kutoka, watoe sababu zao kwa nini wanapinga na enough reasons ambazo zinaweza convince watu. Bwana Wanyama, swala ambalo ulikuwa umezungumzia la migration, are you implying kwamba viongozi katika eneo hili la magharibi are not doing enough kuweza attract migration into the region? Before I even go to the issue of Western Province, nataka kurejelea swala la Mandera. Reason to why the number of people in Mandera imerejea chini. First, he has just spoken very well kwamba yale matokeo yaliyotolewa awali wakati Bwana Wycliffe Oparanya alikuwa Minister for Economic Planning hayakuweza kuwekwa wazi kwa sababu tulikuwa na dosari. But the issue is this: when we talk of Mandera County, as we are speaking at the moment, there is the issue of insecurity. But hapo awali ungelikutana na mtu muulize unataka kazi, kwa mfano wale walimu wa P1, angekwambia for me to be employed in Bungoma County it is going to take some time. Now what am I going to do? Atakwambia I have to go to Mandera kwa sababu going to Mandera it is easier to be employed. But utapata kwamba baada ya hii issue ya Al-Shabaab tukawa na ile hali ya hawa wajamaa kutoka Somalia kuja kutuattack, ikafanya baadhi ya wale watu wetu wakaanza kutoka kule. Jambo la pili ikawa kwamba even the locals themselves, they could not protect our people. Our people, like the doctors, you saw the doctors, you saw the teachers, tukawa na ile mass migration ya wale watu wetu ambao walikuwa wameenda kutafuta kazi kule. Wakasema kwamba we have now to leave Mandera. There are those who even camped at TSA and said we are not going back to Mandera. So it has affected the issue of security has affected the population of Mandera County. Swala la Western Province kwamba viongozi wetu they are not doing enough. What I want to tell you is iwapo kuna mkoa wowote ambao viongozi wao hawajali watu wao wa nyumbani, it is Western Province. Our real leaders, they don't have the feeling of their people at heart. Kwa mfano, and this wacha nikueleze kitu kimoja. Wajama hawa when they come for vote they are very close kwa waluya wao. Immediately they get the votes, they go to Nairobi. For instance, just take someone like Wafula from former Western Province, aende Nairobi with someone called Kipngeno. Watu hawa wote wawili wameenda kuona waheshimiwa wao wabunge wao Nairobi. You will realize that when Kipngeno says mheshimiwa ameenda kuona mheshimiwa wake kutoka Rift Valley, I'm here, watasema ita huyo ni mtu wa nyumbani. But our real leaders, the moment they will realize kuna Muluya hapa kwa benja ameningoja, they will not even see you. They are only with us when they are in need. But immediately wanapigiwa kura, you will never see them. The question is this: for instance, we have the likes of Akina Eugene Wamalwa, we have the likes of Akina Wetangula, we have the likes of Akina Wangamati. These people, Akina Oparanya, in most cases wao huweza kusafiri zile nchi za nje. When they go there are quite a number of opportunities in terms of even scholarships. Have you seen Eugene Wamalwa coming and saying, or Wetangula, or Wangamati, the governor here, or Oparanya, saying, nimetembea katika nchi fulani, these are the opportunities I've gotten. Where are my people? They want 8 youths waende wasome nje. Nothing. They only think about themselves. So in terms of even bringing investors, they are not doing nothing. Because if they bring these investors, wanajua kwamba waluya hawa they will be empowered economically. They will start thinking upright. And when they think upright, hawatatufuata. Alex, anavyozungumza najua kwa kiasi fulani unamuunga mkono. Kwa hivyo hizi kelele zote ambazo tunazishuhudia, tumesikia wabunge kila mahali, magavana, maseneta, viongozi mbalimbali wa ulingo wa siasa wakidai kwamba pana dosari katika matokeo haya. Ni kelele na zitabaki tu kwa kelele? Yeah, ni kelele tu, maana hao wanasiasa jinsi alivyosema mwenzangu, wanaangalia maslahi yao wenyewe, wanaangalia their own political interest. They are not looking at the interest of the people. Wanaongea wakijifanya kana kwamba wanatetea sehemu zao, lakini ni wanajaribu kuprotect their own political interest. Nikiongezea tu ile mfano wa Mandera, kuna example moja alisahau. Mandera ni sehemu moja ambayo ilikuwa na NGOs nyingi sana. Hizo NGOs zilikuwa zimeemploy watu from across the country including locals. Lakini kwa sababu ya hilo swala pia la insecurity, nyingi zili close down.
na ziki close down basi namaanisha wale wote ambao walikuwa maajiriwa hapo wataondoka kwenda kutafuta kazi sehemu nyingine. Kwa hivyo wanasiasa wanafaa angalie dynamics kama hivyo, wasipige tu kelele for the sake kwamba wanatafuta ile cheap publicity, kuonekana kwamba ni watetezi na kupata just political mileage. Maana kuna baadhi ya wanasiasa hapo nchini Kenya kazi yao tu ni kupinga kila kitu, kiwe kizuri kiwe kibaya, kazi yao tu ni kuoppose, ndio onekane labda sijui wanapenda kutafuta hiyo cheap publicity kutoka kwa Wakenya. Kwa hivyo hii itasalia kuwa kelele, na mimi najua serikali kupigana nayo ni ngumu sana. Hii it was a government process, it is a constitutional process. Hao kama labda they don't believe in this process, they can organize their own labda political process yao ya census, na kama sijui kama na hiyo capacity ya kufanya ya census ya the whole Kenya, wazunguke Kenya nzima na wafanye yao na tupatie hiyo ripoti, na sijui pia kama sheria inawakubali kufanya hivyo, but that's the only option they have. Lakini kelele watapiga kelele, lakini hizo ndio figures ambazo kisheria zitatambulika. Nakumbuka nikiwa naye mbunge Godfrey Osotsi hapa Jumamosi akisema kwamba yeye na Malala kulingana na hesabu zao haziendani na zile ambazo zimetolea, na nikamuuliza, you mean you are in that position ya kuweza kufanya mpaka hesabu wewe na Malala? Bwana Wanyama, tukielekea kumaliza mazungumzo haya, what are the political implications za matokeo haya ya sensa? Kisiasa yanamaanisha nini? Yanaweka wapi labda eneo la magharibi katika siasa, muktadha wa kisiasa? Katika muktadha wa kisiasa ni kwamba it has put the Luhya nation somewhere on the map. Kwa mfano, if you even read the newspaper, uliona kwamba wakisema kwamba Luhyas, Kikuyus and Kalenjins will decide who is going to be